unangoja ili wokovu kwa wanadamu. Kuna watu walikuwa wanauliza kwamba anasema Kristo alisema atakuja, mbona harudi? Anasema huu ni uvumilivu wa Mungu kwa sababu anangoja watu wote waokolewe. Anangoja watu waokolewe. Anasema ule mwisho hautakuja mpaka injili itakapohubiriwa mpaka miisho ya dunia, mpaka habari njema itakapohubiriwa kwa watu wote. Kwa hiyo kwa nini Kristo haji sasa? Ni kwa sababu anahitaji watu wote waokolewe na kupata kujua iliyo kweli. Kwa hiyo uvumilivu wa Mungu unangoja ili watu wote waokolewe. Naam, leo tunaendelea na kitu kingine. Leo nataka tuangalie namna ya kuelezea maandiko, namna ya kuyaelezea maandiko. Haleluya. Tuangalie namna ya kuyaelezea maandiko. Fungua kitabu cha Luka sura ya 24 mstari wa 25 hadi 27. Luka 24 mstari wa 25 hadi 27. Luka sura 24 mstari wa 25 hadi 27, namna ya kuelezea maandiko. Mstari wa 25 anasema, akawaambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Nataka tuangalie neno akawaeleza. Ili neno akawaeleza, huyu ni Yesu ambaye alikutana na wale wanafunzi walikuwa wanaelekea Emau. Wanaelekea Emau ambao walikuwa wanaulizana kuhusu habari za Yesu, kwamba ni habari ya mjini kuna mtu ambaye haieleweki kama wanafunzi wake wamemuiba au vipi, lakini anasema tulikuwa tunadhani yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Kwa hiyo Yesu anatokea kwao, anawaeleza, anasema akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Nataka tuangalie ile neno akawaeleza. Akawaeleza ni neno la Kiunani diamenyo. Neno la Kiunani diamenyo ambalo ni D-I-E-R-M-E-N-U-O. D-I-E-R-M-E-N-U-O. Hii ina maana ya kutafsiri lugha za picha. Hii neno akawaeleza maana yake ni kutafsiri lugha za picha, ambayo nasema ni signs and symbols. Signs and symbols, kutafsiri lugha za picha. Lakini pia inamaanisha kuelezea kitu kwa lugha ya asili. Kuelezea kitu kwa lugha ya asili. Tafsiri lugha za picha au kuelezea kitu kwa lugha ya asili. Lakini pia ina maana ya kukipa kitu maana. Na maana ya kukipa kitu maana. Kukipa kitu maana. Kwa hiyo Yesu anaposema kwamba Yesu akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe, manake alikuwa anatafsiri lugha za picha zilizokuwa katika Agano la Kale. Lugha za picha ambazo ziliandikwa na Musa na manabii. Yesu alikuwa anazitafsiri kwa wanafunzi wake. Alikuwa anawaeleza, anasema kwa lugha ya asili, manake ni kutafsiri kitu kutoka katika lugha ya mwandishi kwenda katika lugha ambayo itaeleweka kwa hadhira. Kwenda katika lugha ambayo itaeleweka kwa hadhira. Haleluya, haleluya. Na ndio maana ukifuatilia sisi utaona pia tunatumia hii misamiati kama hapa nimesema hili neno akawaeleza, neno diamenyo ambalo linatokana na neno ya Kiunani. Maana yake ni nini? Kwamba tunawaeleza watu kutoka katika lugha ya asili ya neno husika kuileta katika lugha ambayo hadhira wataweza kuielewa. Kuileta katika lugha ambayo hadhira wataweza kuielewa. Alia Matendo ya Mitume sura ya 14. Matendo ya Mitume sura ya 14 kuanzia mstari wa 8. Matendo ya Mitume 14 kuanzia mstari wa 8. Mstari wa 8 hadi 12. Anasema, na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyu akamsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa, akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako. Sawasawa, akasimama upesi akaenda.
Na makutano walipoona aliyoyafanya Paulo, wakapaza sauti zao wakisema kwa Kilikaonia, miungu wametushukia kwa mifano ya wanadamu. Anasema hao watu walikuwa wanasema kwa lugha gani? Ya Kilikaonia, ambayo sasa huyu mwandishi ameitafsiri hii Kilikaonia kuja katika lugha ambayo hadhira itaelewa maana yake ya kile walichokuwa wanakisema, kwamba miungu wametushukia kwa mifano ya wanadamu. Miungu wametushukia kwa mifano ya wanadamu. Hiyo ni tafsiri ya lugha. Kwa hiyo mwandishi alitafsiri kutoka katika lugha ya asili kuileta katika lugha ambayo itaeleweka. Angalia mstari wa 12, anasema wakamwita Barnaba Zeu na Paulo Herme, kwa sababu ndiye aliyekuwa mnenaji. Kwa sababu ndiye aliyekuwa mnenaji. Hizo ni lugha za asili. Kwa hiyo mwandishi alitafsiri kutoka katika lugha ya asili akaleta katika lugha ambayo itaeleweka kwa hadhira. Akaleta katika lugha ambayo itaeleweka kwa hadhira. Haleluya! Katika lugha ambayo itaeleweka kwa hadhira. Angalia Matendo ya Mitume 9:36. Matendo ya Mitume 9:36. Matendo ya Mitume 9:36. Asema, na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabita. Tabita tafsiri yake ni Dorcas, yaani paa. Tafsiri yake ni Dorcas, yaani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizotoa. Mwandishi alitafsiri kutoka katika lugha ya asili akaandika katika lugha ambayo hadhira wataelewa. Anasema huyu jina lake lilikuwa ni Tabita, lakini tafsiri ya hili jina Tabita maana yake ni Dorcas, yaani paa. Kwa hiyo waandishi pia walikuwa wanatafsiri kutoka katika lugha za asili kuandika katika lugha ambazo zitaweza kueleweka kwa hadhira. Kuandika katika lugha ambazo zitaweza kueleweka kwa hadhira. Ndicho ambacho Yesu pia alikifanya. Alikuwa anatafsiri kutoka katika Kiebrania kuja kuelezea wanafunzi wake kwa lugha ambayo watamuelewa. Kwa anaposema kwamba akawaeleza katika mambo yote, maana yake alikuwa anatafsiri, anatoa tafsiri ya maandiko. Anatafsiri katika lugha ya asili ya hadhira. Anasema unatafsiri katika lugha ya asili ya hadhira. Maana yake kama watu wanaongea Kisukuma, unatafsiri kutoka lugha ya asili ya mwandishi kwenda katika lugha ya asili ya hiyo hadhira, unatafsiri kwenda Kisukuma ili uweze kueleweka. Ndicho Yesu ambacho alikuwa amekifanya. Kwa hiyo mhubiri yoyote wa Injili ni lazima aweze kutafsiri maandiko kutoka katika lugha ya asili na kuja katika lugha ambayo hadhira wataweza kuielewa. Kuja katika lugha ambayo hadhira wataweza kuielewa. Na pia lazima ujue kwamba Biblia sio kitabu cha Kiingereza au cha Kiswahili. Biblia sio kitabu cha Kiingereza au cha Kiswahili. Haikuandikwa Kiingereza wala Kiswahili. Haikuandikwa Kiingereza wala Kiswahili. Iliandikwa kwa lugha za asili, ambapo tunasema Agano la Kale limeandikwa kwa lugha ya Kiebrania. Agano la Kale limeandikwa kwa lugha ya Kiebrania na Agano Jipya limeandikwa kwa lugha ya Kiyunani. Ingawa kuna mchanganyiko wa Aramaic baadhi ya maeneo mengine, lakini tunasema kwa asilimia kubwa imeandikwa kwa lugha ya Kiyunani. Kwa lugha ya Kiyunani. Na hao waandishi wa Agano Jipya manake walitafsiri kutoka katika lugha ya Kiebrania kuja katika lugha ya Kiyunani. Walitafsiri kutoka maandishi ya Kiebrania wakayaleta katika lugha ya Kiyunani. Wakaleta katika lugha ya Kiyunani. Walitafsiri maandiko. Kwa hiyo huwezi ukatumia dictionary, Macmillan Dictionary kutafsiri Biblia. Na utakuta tunapata shida sana na baadhi ya watu wakati tunawaelezea kuhusu maandiko kwamba hapo nini mwandishi alikuwa anamaanisha, kwa sababu yeye analeta tafsiri ya Macmillan Dictionary wakati Biblia haikuandikwa Kiingereza wala Kiswahili. Ukiangalia hilo neno katika lugha ya asili ya mwandishi ni tofauti na kile Macmillan Dictionary inachokisema. Kwa mfano ukichukua neno toba ukiliweka katika dictionary ya Macmillan ni tofauti kabisa
na kile lilichomaanisha katika Biblia, kile lilichomaanisha katika Biblia. Haleluya. Katika Macmillan Dictionary watakwambia kwamba toba ni hali ya mtu kujuta, kusikia hatia ndani, lakini katika muktadha wa Biblia neno toba maana yake ni neno metanoia. Neno metanoia la Kiyunani ambalo hilo neno lina maana ya kubadilika fikra. Ni badiliko la fikra, ni badiliko la ndani la fikra. Maana yake ni kutoka katika njia isiyo sahihi na kwenda katika njia iliyo sahihi. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti kabisa. Vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hiyo Biblia haitafsiriwi kwa kutumia Macmillan Dictionary, kwa kutumia kamusi. Biblia inatafsiriwa kwa kutumia lugha ya asili ya mwandishi na kuileta katika lugha ya sasa ya hadhira ambayo itaeleweka. Lugha ya asili ya mwandishi kuja katika lugha ya sasa ambayo itaeleweka kwa hadhira. Haleluya. Kwa hiyo lugha ambayo Musa na manabii waliitumia ilimlazimu Yesu kuitafsiri ili iweze kueleweka kwa wakati wake. Imagine wakati Yesu yupo na wanafunzi wake, ile anasema the road to Emmaus, wakienda Emmaus, ilimlazimu kutafsiri. Haleluya. Ilimlazimu kutafsiri kutoka katika lugha ya asili ya Kiebrania kuileta katika lugha ambayo wanafunzi wake wataielewa wakati wa Yesu Kristo. Imagine leo mtu hahitaji kutafsiri kile ambacho kiliandikwa na Musa na manabii, anakichukua kama kilivyo. Ikiwa Yesu tu wakati wake, tunaongea zaidi ya miaka 2000 iliyopita, ilimlazimu kutafsiri maandiko ili aweze kueleweka. Zaidi ya miaka 2000 iliyopita ilimlazimu kutafsiri kutoka katika lugha ya asili kwenda katika lugha ambayo itaeleweka. Lakini leo watu ukiwaambia kwamba Biblia lazima itafsiriwe, anasema Mungu angejua kwamba inahitaji kutafsiriwa asingeruhusu iandikwe. Ni maelezo ya watu ambao wameamua kukataa maarifa. Ni maelezo ya watu ambao wameamua kukataa maarifa. Wameamua kukataa maarifa. Kwa hiyo tunasema kwamba kwetu leo ni muhimu sana kutafsiri maandiko ya Biblia ili iweze kueleweka. Ni muhimu sana kutafsiri maandishi ya Biblia ili yaweze kueleweka. Katika maandishi ya Musa na manabii kuna matumizi makubwa ya lugha ambayo lazima yatafsiriwe ili yaweze kueleweka. Katika maandishi ya Musa na manabii, Agano la Kale, Musa na manabii, kuna matumizi makubwa ya lugha ambayo lazima yafafanuliwe ili yaweze kueleweka. Lazima ufafanue lugha ambayo ilitumiwa na Musa na manabii ili iweze kueleweka kwetu, iweze kueleweka kwa watu sasa. Haleluya. Kwa hiyo kuna matumizi makubwa ya lugha ambayo kama mhubiri wa Injili, mhubiri yote wa Injili, lazima uweze kusoma lugha, lazima uweze kuelewa lugha na kutafsiri lugha. Kwa hiyo tunasema kuna ambazo wanasema nini, ni tamathali za usemi. Tamathali za usemi ambazo zipo katika maandishi ya Biblia ambazo lazima uzipe tafsiri zinamaanisha nini. Huwezi ukachukua tu mstari wa Biblia ukauchukua kama ulivyo ukasema si imeandikwa. Si imeandikwa. Nitawatapika mtoke. Mtu amechukua kama ilivyo, anafikiri watu watatapika kutoka kwenye kinywa cha Mungu. Yaani anachukua na picha kabisa Mungu anamtapika mtu. Lakini haelewi kama hii ni lugha ambayo lazima ipewe tafsiri ilikuwa inamaanisha nini. Lazima ipewe tafsiri ilikuwa inamaanisha nini. Kwa hiyo ukisoma Biblia utakutana na hizi tamathali za usemi ambazo kuna mfano labda uchukulie kwa mfano wanasema kuna tashbihi. Hizo zipo katika tafsiri lugha ambazo wanasema hizi ni lugha za picha inayotumika kufananisha kitu kimoja na kingine cha aina tofauti. Kitu kimoja na kingine cha aina tofauti. Yakobo anamwambia Yuda ni kama mwana simba. Yuda ni kama mwana simba. Anatumia lugha kuweza kuwasilisha ujumbe wake ambao lazima wewe uweze kutafsiri. Alikuwa anamaanisha nini?
alikuwa anamaanisha nini? Anaambia mtu ni mjanja kama mbwa mwitu, mjanja kama mbwa mwitu. Kwa hiyo lazima uweze kutafsiri hizo lugha. Ukisoma katika Biblia utakutana na mafumbo, yapo katika Biblia, mafumbo yapo. Utakutana na lugha za picha, imageries, taswira zipo katika Biblia ambazo lazima uweze kuzitafsiri. Lakini pia utakutana na maneno yenye utata, oxymorons, ambazo lazima ziweze kutafsiriwa ili uweze kujua maana yake ni nini kwetu leo. Maana yake ni nini kwetu leo? Alikuwa anamaanisha nini? Kwa hiyo tunasema hawa watu walitumia staili ambayo hadhira yao ilielewa kwa urahisi. Wao waandishi wakati wanaandika walikuwa wanaandika kwa ajili ya immediate hadhira iliyokuwepo pale, ambayo sasa hiyo lugha ya asili inatulazimu sisi pia kutafsiri iweze kueleweka kwetu leo, tuweze kuelewa wazo la mwandishi, tuweze kuelewa wazo la mwandishi. Katika Biblia tunasema hauji na wazo lako binafsi alafu ukatafuta mistari ya Biblia ambalo itasapoti wazo lako wewe. Hapana. Katika Biblia tunakuja kuelezea wazo la mwandishi. Tunaelezea wazo la mwandishi. Hatuelezi chochote nje ya wazo la mwandishi. Kile ambacho alikusudia mwandishi wakati anaandika Biblia ndio wazo la Roho Mtakatifu, na ndicho ambacho Roho Mtakatifu alikusudia watu waweze kukielewa. Ndicho ambacho alikusudia watu waweze kukielewa. Kwa hiyo huwezi ukaja na wazo lako katika Biblia. Hauji na wazo lako. Kwa hiyo katika Biblia unaangalia maneno ambayo mwandishi aliyatumia na namna alivyotumia ili kupata maana halisi ya mwandishi. Mwandishi alivyotumia na namna alivyotumia ili kuweza kupata maana halisi ya mwandishi. Msomaji ana jukumu la kutafsiri maana za maneno yaliyotumiwa na mwandishi ambayo hii inaanza kwa kujua lugha ya mwandishi. Ili uweze kupata wazo la mwandishi, kwanza lazima ujue lugha ya mwandishi, lugha ambayo mwandishi aliitumia. Uweze kupata wazo la mwandishi, lazima ujue lugha ya mwandishi ambayo aliitumia. Kwa hiyo, ndugu mhubiri wa Injili, mwalimu wa Injili, popote ulipo, lazima uweze kujua lugha ya asili ya maandishi ya Biblia na uweze kutafsiri kutoka katika lugha ya asili ya maandishi ya Biblia na kuileta katika maana ambayo hadhira itaelewa leo. Katika maana ambayo hadhira itaelewa leo. Haya maandishi ya Biblia ya Kiingereza na Kiswahili yametafsiriwa kutoka katika lugha za asili ambazo kutokana na ufinyu wa misamiati, maneno mengi yanakosa maana halisi ya mwandishi. Kile ambacho mwandishi alikikusudia kinakosa maana ukisoma katika Biblia ya Kiingereza na ya Kiswahili, katika Biblia za Kiingereza na za Kiswahili. Kwa hiyo lazima uende katika neno la asili ili uweze kujua mwandishi alikusudia nini, ili uweze kuwafundisha watu kitu kilicho sahihi kulingana na wazo la mwandishi. Uweze kuwafundisha watu kitu kilicho sahihi kulingana na wazo la mwandishi. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kuna namna ambayo maandishi ya Biblia yametumia hizi. Mfano Musa alikuwa ni msomi. Alikuwa ni msomi wa elimu ya Misri ambayo ilikuwa ni elimu kubwa wakati wa kipindi cha Musa. Ilikuwa ndio elimu kubwa duniani wakati wa kipindi cha Musa. Kwa hiyo maandishi ya Musa yameandikwa kwa kisomi sana. Kuna matumizi makubwa sana ya lugha katika maandishi ya Musa kwa sababu alikuwa ni mtu msomi. Alikuwa ni msomi. Alikuwa na elimu kubwa. Kwa hiyo na wewe unaisoma maandishi ya Musa lazima uyasome katika miwani hiyo, kwamba yaliandikwa na mtu msomi ambaye alikuwa anaijua lugha. Tutaangalia mfano wa hili swali ambalo nimewahi kukutana nalo. Kuna mtu aliniuliza swali ambaye pia leo nitatumia nafasi hii kumjibu. Alisema kwamba kama Mungu anasema yeye alimweka Farao ili aonyeshe ukuu wake, Farao anakuwaje ni mwenye dhambi?
kwa kile ambacho alikifanya, kwa sababu ukisoma katika maandishi ya Musa kuna maeneo ambayo inaonyesha kwamba Mungu aliufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Ni Mungu mwenyewe aliufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Kwa hiyo anasema kama Mungu ameufanya moyo wa huyu mtu kuwa mgumu, huyu mtu anakuaje na hatia? Huyu mtu anakuaje na hatia? Kwa hiyo leo tutaangalia hiyo. Hii wanasema ni nini? Ni metonymy ambayo ni lugha ambayo imetumiwa hapa ya uandishi wa Musa, namna alivyoandika. Kwa hiyo tutaangalia namna gani Mungu aliufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Namna gani Mungu aliufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Kwa hiyo lazima utafsiri vitu kama hivi. Mtu mwingine anachukua kama ilivyoandikwa, Mungu aliufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, anaondoka nao na anaenda kuwafundisha watu. Usicheze na Mungu. Mungu akiamua kufanya moyo wako kuwa mgumu, anaufanya kuwa mgumu. Tayari utatafsiri kitu ambacho sicho mwandishi alikusudia. Utatafsiri kitu ambacho sicho mwandishi alikusudia. Anasema watu wao wameafumba masikio yao wasiweze kusikia. Lakini wanasema kwamba Mungu aliona wasije wakasikia kwa masikio yao nikawaponya. Wasije wakasikia kwa masikio yao nikawaponya. Wakaona kwa macho yao na wakasikia kwa masikio yao nikawaponya. Kwa hiyo Mungu ni kama alikuwa anatafuta namna ya kuwaficha watu ujumbe. Ni lugha, ni matumizi ya lugha ambayo lazima tuyatafsiri kuweza kupata maana. Kwa hiyo, je, ni kweli Mungu aliufanya moyo wa Farao kuwa mgumu? Je, ni kweli Mungu aliufanya moyo wa Farao kuwa mgumu? Tutafsiri hili. Fungua kitabu cha Kutoka sura ya 14. Kitabu cha Kutoka sura ya 14. Tutasoma maandiko mengi kidogo, kwa hiyo naomba unifuatilie kwa makini mpaka mwisho, utanielewa Mungu aliufanyaje moyo wa Farao kuwa mgumu. Kutoka 14 mstari wa 4. Kutoka 14 mstari wa 4. Asema nami nitaufanya uwe mgumu moyo wa Farao, naye atafuata nyuma yao, nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi wakafanya hivyo. Ukisoma hapa inaonyesha ni kwamba Mungu ataufanya moyo wa Farao uwe mgumu ili Farao aweze kuwafuatia wana wa Israeli na Mungu aweze kujitwalia utukufu kwa kile atakachomfanyia Farao, ikiwa ni yeye Mungu ambaye pia ameufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Ukisoma hivi unaona unapata taswira ya Mungu ambaye ni mwovu, Mungu ambaye ameufanya moyo wa Farao uwe mgumu, akamshawishi Farao aweze kuwafuatia wana wa Israeli, afu akaja akawaua baharini. Hiyo inaharibu picha ya Mungu na kumfanya Mungu awe ni mwovu. Huwezi ukapata tabia ya Mungu ukisoma katika muundo huu na ukiliona hili neno katika mantiki hii. Angalia mstari wa 21. Katika hiyo 14. 21 hadi 23. 21 hadi 23. Anasema Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari. Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki usiku kucha, akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. Wana wa Israeli wakaenda ndani kati ya bahari katika nchi kavu, nayo maji yalikuwa ukuta kwao, mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Na wale wa Misri wakawafuatia, wakaingia ndani kati ya bahari, farasi zote za Farao na magari yake na wapanda farasi wake. Mstari wa 24. Ikawa katika zamu ya alfajiri, Bwana akalichungulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto na ya wingu, akalifadhaisha jeshi la Wamisri, akayaondoa magurudumu ya magari yao hata yakaenda kwa uzito, na Wamisri wakasema, na tukimbie mbele ya Israeli, kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri. Mstari wa 26, Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako juu ya bahari ili maji yarudi tena juu ya Wamisri, juu ya magari yao na juu ya farasi zao. Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari, na kulipopambazuka
bahari ikarudi kwa nguvu zake, Wamisri wakakimbia mbele yake, na Bwana akawakukutia mbali hao Wamisri kati ya bahari. Bwana akawakukutia mbali. Kwa hiyo ukisoma hapa, ni Mungu ambaye ameufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, amewashawishi, wameingia katikati ya bahari. Wapo katikati ya bahari, amemwambia Musa, nyosha mkono wako, asema Bwana akawakukutia mbali. Hii inaonyesha taswira ya Mungu ambaye ni Mungu mwovu, taswira ya Mungu ambaye ni Mungu mwovu. Angalia Kutoka sura ya 9, Kutoka sura ya 9, Kutoka sura ya 9 mstari wa 12. Kutoka 9:12 anasema, Bwana akaufanya mgumu moyo wa Farao, asiwasikilize vile vile kama Bwana alivyomwambia Musa. Bwana akaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, ili Farao asiweze kuwasikiliza Musa na Haruni, ili Farao asiweze kuwasikiliza Musa na Haruni. Angalia sura ya 10 mstari wa kwanza. Kutoka sura ya 10 mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Musa, ingia wewe kwa Farao, kwa kuwa mimi nimeufanya moyo wake mzito, nipate kuzionyesha ishara zangu hizi kati yao. Kwa hiyo Mungu ameufanya moyo wa Farao uwe mzito ili aweze kuzionyesha ishara, aweze kuonyesha ukuu wake, Bado inaonyesha kwamba ni Mungu ndiye aliyofanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Ni Mungu ndiye aliyofanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Angalia hiyo sura ya 10 mstari wa 20. Sura ya 10 mstari wa 20. Asema lakini Bwana akaufanya ule moyo wa Farao uwe mgumu, asiwape wana wa Israeli ruhusa waende zao. Bwana aliufanya moyo wa Farao uwe mgumu ili asiwape wana wa Israeli ruhusa waende zao. Bado ni Mungu anaonyesha kwamba ameufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Mstari wa 27, katika hiyo sura ya 10 mstari wa 27 anasema, lakini Bwana akaufanya kuwa mgumu moyo wa Farao, asikubali kuwapa ruhusa waende zao. Asikubali kuwapa ruhusa wana wa Israeli waende zao. Bado Mungu anaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Angalia sura ya 11 pia mstari wa 10. Sura ya 11 mstari wa 10. Sura ya 11 mstari wa 10. Anasema, Musa na Haruni walifanya ajabu hizo zote mbele ya Farao. Bwana akaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, asiwape wana wa Israeli ruhusa watoke nchi yake. Mungu anawaambia Haruni na Musa waende kwa Farao, lakini yeye anaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, asiwape wana wa Israeli ruhusa waondoke. Hii ni taswira ya Mungu ambaye haeleweki anahitaji kitu gani, kwa sababu anawatuma Musa na Haruni wakamwambie Farao awape ruhusa waondoke, huku yeye mwenyewe akiufanya moyo wa Farao uwe mgumu, asiwape ruhusa waweze kutoka. Ni Mungu ambaye anaonekana bado hajaelewa anahitaji kitu gani. Angalia sura ya 14 ambayo tulikuwa tunaisoma hapo. Mstari wa 8. Sura ya 14 mstari wa 8 anasema, na Bwana akaufanya moyo wake Farao mfalme wa Misri kuwa mgumu, naye akawafuata wana wa Israeli, kwa sababu wana wa Israeli walitoka kwa ujeuri. Bwana akaufanya moyo wa Farao uwe mgumu ili aweze kuwafuatia. Angalia pia Kutoka sura ya 7 mstari wa 13. Kutoka 7 mstari wa 13. Kutoka 7 mstari wa 13 anasema,
moyo wa Farao ukawa ni mgumu asiwasikilize kama Bwana alivyonena. Nataka tuanzie hapa ili uweze kuelewa hiki ambacho nilikuwa ninakimaanisha. Hapo Bwana anasema mstari wa 13 anasema hivi. Anasema moyo wa Farao ukawa ni mgumu asiwasikilize kama Bwana alivyonena. Moyo wa Farao ukawa mgumu asiwasikilize kama Bwana alivyonena. Kwa hiyo ni moyo wa Farao ndio ambao ulikuwa mgumu ili asiweze kusikiliza kile ambacho Bwana amewatuma Musa kwenda kusema nao. Angalia mstari wa 14. Bwana akamwambia Musa, moyo wa Farao ni mzito. Moyo wa Farao ni mzito. Anakataa kuwapa watu ruhusa waende zao. Moyo wa Farao ni mzito. Anaposema moyo wa Farao ni mzito, maana yake umekuwa ni mgumu. Moyo wa Farao ni mgumu. Ni moyo wa mtu asiyeamini. Amekataa kuwapa watu ruhusa. Kama ambavyo nilisema kwamba moyo wa Farao ni mzito. Kwa hiyo ni Farao, yeye Farao aliufanya moyo wake kuwa mgumu. Aliufanya moyo wake kuwa mzito. Aliufanya moyo wake kuwa mzito. Hakuwapa nafasi ya kusikiliza ujumbe ambao Musa na Haruni waliupeleka kwao. Hakutaka kuuamini ujumbe ambao Musa na Haruni waliupeleka kwake. Musa na Haruni walipeleka kwake. Angalia mstari wa 22. Mstari wa 22. Anasema lakini waganga wa Misri wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao, na moyo wake Farao ukawa mgumu, wala hakuwasikiliza kama Bwana alivyonena. Moyo wake Farao ukawa mgumu. Kwa hiyo ukisoma katika huu uandishi wa Musa, utaona kuna sehemu anasema Bwana aliufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, lakini na maeneo mengine ambayo anasema moyo wa Farao ulikuwa mgumu asiwasikilize wana wa Israeli. Bwana alifanya moyo kuwa mgumu, Farao alifanya moyo wake kuwa mgumu. Bwana alifanya moyo kuwa mgumu, Farao alifanya moyo wake kuwa mgumu. Moyo wa Farao umekuwa mgumu wala hakusikiliza sauti ya Bwana. Kwa hiyo ugumu wa moyo wa Farao ni kuwa hakusikiliza sauti ya Bwana. Ugumu wa moyo wa Farao ni kuwa hakusikiliza sauti ya Bwana. Ugumu wa moyo wa Farao ni kuwa hakusikiliza sauti ya Bwana. Angalia sura ya 8 Kutoka sura ya 8 mstari wa 15. Kutoka sura ya 8 mstari wa 15. Anasema lakini Farao alipoona ya kuwa pana nafuu, akaufanya moyo wake kuwa mzito, asiwasikilize kama Bwana alivyonena. Kwa hiyo akaufanya moyo wake kuwa mgumu, kuwa mzito, asiwasikilize kama Bwana alivyonena. Ni yeye Farao aliufanya moyo wake kuwa mzito. Kuufanya moyo kuwa mzito manake ni kukataa kile ambacho kimeletwa kwako, kukataa ujumbe ambao umeletwa kwako, kukataa ujumbe ambao umeletwa kwako. Angalia mstari wa 19, sura ya 8 mstari wa 19. Anasema ndipo wale waganga wakamwambia Farao, jambo hili ni chanda cha Mungu, na moyo wake Farao ukawa mgumu asiwasikilize vile vile kama Bwana alivyonena. Kwamba hawa waganga akamwambia, hili jambo ni la Bwana. Hili jambo hatuliwezi. Ni chanda cha Mungu. Mkono wa Mungu. Anaposema ni chanda cha Mungu maana anasema huu ni mkono wa Mungu. Lakini anasema Farao ni chanda cha Mungu, na moyo wake Farao ukawa mgumu asiwasikilize. Kwa hiyo ni moyo wa Farao ulikuwa mgumu asisikilize ujumbe uliokuwa unapelekwa kwao. Ni moyo mzito wa kuamini ujumbe unaopelekwa kwake. Moyo mzito wa kuamini ujumbe unaopelekwa kwake. Angalia pia mstari wa 32. Mstari wa 32. Anasema Farao
akaufanya moyo wake kuwa mzito mara hiyo nayo, wala hakuwapa ruhusa hao watu waende zao. Farao aliufanya moyo wake kuwa mzito. Ni yeye Farao aliufanya moyo wake kuwa mzito, ni yeye alikataa. Moyo mzito ni moyo ambao unakataa ujumbe ambao umepelekwa kwake, ni moyo ambao umekataa ujumbe uliopelekwa, moyo ambao umekataa ujumbe uliopelekwa. Kwa hiyo utaona kuna sehemu ambayo anasema, ukisoma tu vile kwamba ukaondoka na hiyo mentality kwamba Mungu aliufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, tutaona kwa nini Mungu ameingia katika picha, kwamba Mungu ameufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Lakini huku kwingine maeneo mengi zaidi anasema kwamba Farao aliufanya moyo wake kuwa mgumu, asisikilize kama Bwana alivyosema kwamba Farao hata wasikilize. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anatambua moyo wa Farao kuwa ni mgumu. Angalia Kutoka sura ya 9. Kutoka sura ya 9 mstari wa 7. Kutoka sura ya 9 mstari wa 7. Anasema Farao akatuma watu, na tazama, hapana mmoja aliyekufa katika wanyama wa wana wa Israeli. Lakini moyo wa Farao ulikuwa mzito, wala hakuwapa hao watu ruhusa waende zao. Moyo wa Farao ulikuwa mzito, hakuwapa ruhusa hao watu waende zao. Moyo wa Farao ulikuwa mzito, moyo wa Farao ulikuwa mzito. Angalia mstari wa 34. Mstari wa 34 Kutoka 9:34. Anasema Farao alipoona ya kwamba mvua na mvua ya mawe na ngurumo zimekoma, akazidi kufanya dhambi na kuufanya moyo wake mzito, yeye na watumishi wake. Akazidi kufanya dhambi na kuufanya moyo wake kuwa mzito. Aliufanya moyo wake kuwa mzito. Ni deliberate kabisa, ni yeye mwenyewe kwa makusudi aliamua kukataa kuwapa wana wa Israeli ruhusa waweze kwenda. Ni yeye mwenyewe aliamua. Angalia mstari wa 35 anasema moyo wa Farao ukawa ni mgumu, naye hakuwapa wana wa Israeli ruhusa waende zao, kama Bwana alivyonena kwa kinywa cha Musa. Moyo wa Farao ukawa mgumu, asiwape wana wa Israeli ruhusa waende zao, kama Bwana alivyonena kwa kinywa cha Musa. Kwa moyo wa Farao ulikuwa mgumu. Moyo wa Farao ulikuwa mgumu kwa sababu hakutaka kuwasikiliza Musa na Haruni. Moyo wa Farao ulikuwa mgumu kwa sababu hakutaka kuwasikiliza Musa na Haruni. Kwa hiyo Musa anapoandika kwamba Mungu anasema nitaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, nitaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, maana yake nitaruhusu. Ile tunasema ni permissive ni kuruhusu jambo liwe, kuruhusu jambo litokee. Nitaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, ni permissive not causative. Ni anaruhusu jambo litokee, lakini sio msababishi wa jambo, si msababishi wa jambo. Mungu anaonekana kwamba ameufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, ambayo tunasema kuufanya moyo wa Farao kuwa mgumu maana yake ni Mungu kutofanya lolote. Inactivity of God ni Mungu kutofanya lolote. Kwa hiyo Mungu anaingia katika ili jambo kwamba ameufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Kwa Mungu kukaa kimya, maana yake Mungu hakuwa na lolote analoweza kufanya kwa mtu ambaye ameufanya moyo wake kuwa mgumu. Kwa mtu ambaye ameufanya moyo wake kuwa mgumu, Mungu hakuwa na lolote ambalo anaweza kulifanya kwa Farao. Kile kitendo cha Mungu kutokuwa na uwezo wa kufanya jambo lolote tunasema ni permissive. Ameruhusu hilo jambo liweze kutendeka. Ameruhusu hilo jambo liweze kutendeka. Kwa hiyo hii ni aina ya uandishi ambayo kama mtafsiri wa Biblia lazima uwe na uwezo wa kuelewa matumizi ya lugha yaliyotumiwa katika uandishi wa Biblia. Lazima uwe na uwezo wa kuelewa matumizi ya lugha katika uandishi wa Biblia. Musa alitumia uandishi, alitumia lugha ambayo ni lazima leo itafsiriwe ili tuweze kuelewa mwandishi alikusudia kitu gani. Kwa hiyo uhusika wa Mungu
ni kuwa alimtuma Musa na Haruni kwa Farao, na Farao akakataa ujumbe uliopelekwa kwake. Kwa hiyo Mungu anaonekana ameruhusu hili jambo au amehusika katika kuufanya moyo wa Farao kuwa mgumu kwa sababu ya kuwatuma Musa na Haruni. Kwa sababu kama Musa na Haruni wasingepeleka ujumbe, tusingekuwa tunazungumza kwamba moyo wa Farao ulikuwa mgumu. Moyo wa Farao ulikuwa mgumu kwa sababu ya kuna ujumbe ambao ulipelekwa na Farao akaukataa. Kuna ujumbe ambao ulipelekwa na Farao akaukataa. Hicho kitendo kinafanya aonekane Mungu ameufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Kwa hiyo uhusika wa Mungu hapa ni wa kusababishiwa. Uhusika wa Mungu ni wa kusababishiwa na matendo ya wanadamu na kile wanadamu walichokifanya. Mungu anaonekana amehusika katika hili jambo. Mungu anaonekana amehusika katika hili jambo. Mungu anaonekana amehusika katika hili jambo. Kwa hiyo kama Mungu asingemtuma Musa kwa Farao, asingekuwa na moyo mgumu. Ugumu wa moyo ni kwa sababu alikataa ujumbe. Kwa hiyo aina hii ya uandishi ambayo Musa aliandika inaitwa metonymy, ambayo lazima uweze kuielewa na uweze kuitafsiri kwa hadhira waweze kuelewa kwamba alimaanisha nini, ili watu watoke katika mkanganyiko, kwa sababu hivi vitu vinamfanya Mungu aonekane muovu na watu kumchukia Mungu, kwamba huyu ni Mungu wa aina gani? Ni Mungu wa aina gani? Lakini ukisoma katika Agano Jipya unaona kwamba mapenzi ya Mungu watu wote waokolewe na kupata kujua iliyo kweli. Watu wote waokolewe na kupata kujua iliyo kweli. Hayo ni mapenzi ya Mungu. Na ndivyo Mungu alichokuwa anakikusudia kwa watu wote, hata Farao mwenyewe. Hivi unajua kiuhalisia wana wa Israeli Misri na Farao walikuwa hawana tofauti yoyote mbele za Mungu. Wana wa Israeli pamoja na Farao wote walikuwa hawana tofauti yoyote, kwa sababu wana wa Israeli walikuwa hawaamini, Farao naye alikuwa haamini vile vile. Kitu pekee ambacho kiliwasaidia wana wa Israeli ni imani ya Musa ambaye alikuwa anaamini. Ni imani ya Musa ambaye alikuwa anaamini. Kwa mbele za Mungu hakukuwa na tofauti yoyote kati ya wana wa Israeli na Farao. Hakukuwa na tofauti yoyote kati ya wana wa Israeli na Farao. Wote walikuwa ni kitu kimoja. Kwa hiyo uhusika wa Mungu katika hili swala la Farao ni wa kusababishiwa, lakini Farao aliufanya mwenyewe moyo wake kuwa mgumu. Farao aliufanya mwenyewe moyo wake kuwa mgumu. Yale mapigo mengine yote ambayo yalikuwa yanatokea Misri, yale yaliyokuwa yanatokea Misri, ule ni ushawishi wa Mungu kwa Farao ili aweze kuwapa wana wa Israeli ruhusa waweze kuondoka. Ni ushawishi wa Mungu kwa Farao, kitu ambacho Farao alifanya moyo wake kuwa mgumu, hakushawishika. Kwa hiyo Farao hakushawishika na ujumbe uliopelekwa, licha ya ishara na ajabu ambazo zilipelekwa. Unajua ishara na ajabu mara nyingi zinafanyika kwa mtu ambaye amekataa kuamini, ndio zinatumika ishara na ajabu. Ishara na ajabu zilitumika Misri kwa sababu Farao alikuwa ameufanya moyo wake kuwa mzito, alikuwa ameamua kugoma kuamini. Ndio maana zikatumika ishara na ajabu. Na ndio maana sasa utaona yale mapigo yote mengine ambayo yalitokea, ukiachana na pigo la 10 la kufa kwa mzaliwa wa kwanza Misri, hayakuwa na madhara kwa mwanadamu kama mwanadamu. Hayakuwa na madhara kwa wanadamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulikuwa ni ushawishi wa Mungu kwa Farao aweze kuwapa wana wa Israeli ruhusa waweze kuondoka. Ushawishi wa Mungu kwa Farao awape wana wa Israeli ruhusa waweze kuondoka. Na ndio maana unaona hakuleta uharibifu wote kwa mwanadamu. Tuliona katika vipindi vilivyopita kwamba hata vifo vya wazaliwa wa kwanza Misri sio Mungu ambaye aliua, lakini tuliona kwamba Mungu alikuwa na play part gani pale? Alikuwa ana play part ya wokovu. Aliwahifadhi wana wa Israeli ambao kwa kutumia imani ya Musa walipaka damu. Walipaka damu kama ishara ya kile Kristo atakachokifanya. Kama ishara ya kile Kristo atakachokifanya. Na ndio tunasema Pasaka ya kwanza ilianzia Misri kama ishara ya kile ambacho Kristo atakifanya. Pasaka maana yake ni mauti ya Kristo.
kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo, ambako Musa aliwaambia wana wa Israeli wafanye. Kwa hiyo Mungu aliwahifadhi wana wa Israeli kwa kutumia imani ya Musa, kwa sababu walikuwa na imani katika ukombozi. Wazaliwa wa kwanza Misri walikufa. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wamemkataa Mungu. Mungu hakuwa na uwezo wa kuokoa. Ndio maana anasema Mungu aliwaua. Mungu anaingiaje katika kuwaua? Ni kwa sababu ya inactivity of God, kutofanya chochote kwa Mungu, kutofanya chochote kwa Mungu kwa wana wa Israeli. Nasema Mungu aliwaua wana wa Israeli. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuweza kufanya chochote. Na kwa nini hakuweza kufanya chochote? Ni kwa sababu watu walimkataa. Ni kwa sababu watu walimkataa. Haleluya! Ni kwa sababu watu walimkataa. Ni kwa sababu watu walimkataa. Tuangalie kitu kingine. Je, Mungu ni hakimu wa haki? Tuangalie, je, Mungu ni hakimu wa haki? Kwa sababu tulikuwa tunaangalia kama ni kweli yeye mwenyewe aliufanya moyo wa Farao kuwa mgumu na baadaye akamwangamiza katika bahari. Mungu anakosa sifa ya kuwa hakimu wa haki? Mungu anakosa sifa ya kuwa hakimu wa haki. Lakini Mungu ni hakimu wa haki. Mungu ni hakimu wa haki. Mungu ni hakimu wa haki. Angalia kitabu cha Mwanzo. Angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Mstari wa 14 hadi wa 17. Mwanzo sura ya 3. Mstari wa 14 hadi wa 17. Anasema Bwana Mungu akamwambia nyoka. Hii ni pale baada ya anguko bustanini. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Mstari wa 15. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa, na wewe utaponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako. Kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Mstari 18, michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. 19, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana umavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Kwa kuwa umavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Anasema Mungu aliwalaani. Watu wanasema hivyo, Mungu aliwalaani. Ukiangalia hata hapo, Mungu hakutamka laana juu ya mwanadamu. Sana sana alisema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Ardhi imelaaniwa kwa ajili ya kile ambacho umekifanya. Ardhi imelaaniwa kwa ajili ya kile ambacho umekifanya. Kwa hiyo utaona haya mambo ambayo Mungu alikuwa anayasema hapa. Haya mambo ambayo Mungu alikuwa anayasema katika sura ya 3. Alitoa onyo au ushauri. Alitoa ushauri kabla ya haya mambo hayajatokea katika sura ya 2. Alitoa ushauri kabla ya haya mambo hayajatokea katika sura ya 2. Angalia Mwanzo 2:16 hadi 17. Mwanzo 2:16 hadi 17. 16 anasema, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika.
siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Huu ni ushauri wa Mungu. Kabla ya sura ya 3 haya mambo hayajatokea. Kwa hiyo tunasema hii hukumu ya Mungu ni kutambua matokeo kabla hayajatokea. Hukumu ya Mungu ni kutambua matokeo kabla hayajatokea. Kwa hiyo Mungu anakupa matokeo ya kitu kabla hakijatokea. Hiyo ndio hukumu ya Mungu. Hiyo ndio hukumu ya Mungu. Kwa hiyo tunasema Mungu ni hakimu wa haki. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikupa matokeo ya kitu ambacho kabla hakijatokea kwamba kitatokea. Kabla hakijatokea kwamba kitatokea. Kwa hiyo Mungu kwa upendo wake anamshawishi mwanadamu kuelekea upande ulio sahihi. Mungu kwa upendo wake anamshawishi mwanadamu kuelekea upande ulio sahihi. Kwa hiyo hukumu ya Mungu kwa wanadamu tunasema ni hukumu ya haki. Kwa nini? Kwa sababu anakushawishi kuelekea upande sahihi, lakini hakulazimishi. Anakushawishi kuelekea upande ulio sahihi, lakini hakulazimishi kuelekea katika huo upande sahihi. Na hapo ndipo palipo na hukumu ya Mungu. Manake unapokataa kwenda katika kitu kilicho sahihi na kuelekea katika kitu ambacho sio sahihi, ambacho Mungu alikupa ushauri kabla, unakuwa umeingia katika hukumu ya Mungu, kama Adamu ambavyo alifanya. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anaongea na Adamu na Eva na nyoka pale bustanini, alikuwa anatoa matokeo ya kile ambacho walikataa katika sura ya 2. Ule ushauri ambao waliukataa katika sura ya 2, matokeo yake alikuwa anayatangaza. Kwa hiyo Mungu alikuwa anatangaza matokeo ya kile ambacho wameamua kuchagua. Mungu alikuwa hawahukumu pale wakati ule. Hakuwa anawalaani pale wakati ule. Alikuwa anawapa matokeo ya uchaguzi ambao wameufanya. Uchaguzi ambao wao wenyewe wameamua kujiingiza. Angalia hiyo sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 9. Mwanzo 3 mstari wa 8 hadi wa 9. Asema kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, "Uko wapi?" Uko wapi? Mstari wa 10. Akasema, "Nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha." Nalisikia sauti yako bustanini na nikaogopa nikajificha, kwa kuwa nipo uchi. Kabla ya Mungu hajatangaza haya uhalisia, wao wenyewe walianza kukimbia na kujificha. Wao wenyewe walianza kukimbia na kujificha. Maanake wao wenyewe walianza kuyapokea yale matokeo ya ushauri wa Mungu kabla hata Mungu hajaja kutangaza kwao. Kabla ya Mungu hajaja kutangaza kwao. Kwa hiyo Mungu kama Baba alikuwa anatangaza kile ambacho tayari kipo ndani yao. Kile tayari ambacho kipo kwao. Na maana walikimbia wakajificha. Angalia mstari wa 11. Akasema, "Ni nani aliyekwambia ya kuwa uuchi? Ni nani aliyekwambia ya kwamba wewe uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiyale?" Kwamba hizi taarifa umezitoa wapi? Ni nani aliyekwambia umekula matunda ya mti ambao nilikwambia usiyale? Kwa hiyo kile kitu ambacho alikuwa anawaambia ni matokeo ya wao kula katika mti ambao aliwaambia wasile. Ni matokeo ya kula katika mti ambao aliwaambia wasile. Kwa hiyo mtu anafikiri kwamba Mungu alikuwa anamwambia kwamba anafurahia sasa wanawake wazae kwa uchungu, kama sasa anasema Eva asingekuwa alitenda dhambi tungekuwa tuzai kwa shida hivi. Kwa hiyo Mungu alikasirika. No, ni matokeo, ni uhalisia wa kile ambacho walikuwa wamekichagua. Haya maumivu ni wao wenyewe wanadamu walikuwa tayari wamejiingiza katika maumivu kwa uchaguzi ambao walikuwa wameufanya. Wanasema Mungu mwenyewe alishatuambia sisi wanaume tutakula kwa jasho. No, ni matokeo ya kile ambacho wale watu walikuwa wamekichagua. Ni matokeo ya kile kitu ambacho watu walikuwa wamekichagua. Kwa hiyo Mungu ni hakimu wa haki. Na haki yake ni nini? Ni kwamba anatoa matokeo ya kitu kabla kitu hakijatokea.
Angalia Zaburi 5. Zaburi sura ya 5. Zaburi sura ya 5. Tunaangalia, je, Mungu ni hakimu wa haki? Je, Mungu ni hakimu wa haki? Zaburi sura ya 5. Kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 12. Mstari wa kwanza hadi wa 12. Anasema, Bwana, uyasikilize maneno yangu, ukuangalie kutafakari kwangu, uisikie sauti ya kilio changu. Mfalme wangu na Mungu wangu, kwa maana wewe ndiwe nikuombaye. Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua yangu na kutazamia. Maana huyu Mungu apendezwaye na ubaya, mtu mwovu hatakaa kwako. Anasema huyu Mungu apendezwaye na ubaya, mtu mwovu hatakaa kwako. Wajivunao hawatasimama mbele za macho yako. Unawachukia wote watendao ubatili, unawachukia wote wapendao ubatili. Utawaharibu wasemao uongo. Bwana humzila muuaji na mwenye hila. Bali mimi kwa wingi wa fadhili zako nitaingia nyumbani mwako na kusujudu kwa kicho, nikilielekea hekalu lako takatifu. Bwana, uniongoze kwa haki yako, kwa sababu yao wanaoniotea. Uisawazishe njia yako mbele ya uso wangu, maana vinywani mwao hamna uaminifu. Mtima wao ni shimo tupu, koo lao ni kaburi wazi, ulimi wao hujipendekeza. Wewe Mungu, uwapatilize na waanguke kwa mashauri yao, uwatoe nje kwa ajili ya wingi wa makosa yao, kwa maana wamekuasi wewe. Uwatoe nje kwa wingi wa makosa yao, kwa maana wamekuasi wewe. Nao wote wanaokukimbilia watafurahi, watapiga daima kelele za furaha, kwa kuwa wewe unawahifadhi walipendao jina lako, watakufurahia. Kwa maana wewe utambariki mwenye haki, Bwana utamzungushia radhi kama ngao. Utamzungushia radhi kama ngao. Daudi anaonyesha namna ambavyo Mungu anahusiana na wanadamu, kwamba hawa watu wanajitenga wao wenyewe kwa sababu ya uasi wao, wanajitenga na Mungu kwa sababu ya uasi. Tunapozungumza kuhusu uasi ni kutokuamini. Anapozungumza kuhusu waovu mbele za Mungu, maana yake ni watu ambao hawaamini, ni watu ambao hawaamini. Kwa hiyo sio kwamba Mungu anakuwa amewachukia waasi au amejitenga na waasi, lakini ni kwa sababu wao wenyewe hawajaamini. Haleluya! Ni kwa sababu wanakuwa hawajaamini. Ni kwa sababu wanakuwa hawajaamini. Kwa hiyo mtu anajitenga na Mungu yeye mwenyewe kwa kutokuamini. Mtu anajitenga na Mungu yeye mwenyewe kwa kutokuamini. Kwa hiyo hukumu ya Mungu ni ya haki, kwa sababu yametoa matokeo ya kutokumwamini, matokeo ya ukifanya tofauti na ushauri wake, anakuwa amekupa matokeo. Kwa hiyo ukifanya tofauti na ushauri wake na ukapata matokeo, tunasema Mungu ni hakimu wa haki juu ya hayo matokeo ambayo umeyapata. Sio Mungu ameyatoa hayo matokeo, bali wewe mwenyewe umeamua. Kwa hiyo uasi dhidi ya Mungu ndiko kunakomfanya Mungu aonekane kama amewaadhibu waovu, aonekane amewaadhibu waovu, lakini sio kwamba Mungu anawaadhibu waovu. Haleluya! Sio kwamba Mungu anakuwa amewaadhibu waovu. Haya, mfano Mwanzo pia sura ya 4. Mwanzo sura ya 4. Anzia mstari wa 3. Tutasoma hadi wa 16. Anzia mstari wa 3 hadi wa 16. Mwanzo sura ya 4. Naona wale watoto wa damu pale. Anasema ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana
akamtakabali Habili na sadaka yake. Tumeona katika vipindi vilivyopita tunazungumza kwamba Bwana alimtakabali Habili na sadaka yake ni kwa sababu Habili alitoa sadaka kwa imani. Tunasema kwa imani kwamba kwa kile ambacho Kristo atafanya kwa ajili ya ulimwengu. Kwa kile ambacho Kristo atafanya kwa ajili ya ulimwengu. Anasema bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Kutoitakabali sadaka ya Kaini ni kwa sababu Kaini hakutoa kwa imani. Kaini hakuwa na imani, hakuwa wa imani. Anasema Kaini alikuwa wa yule mwovu, hakuwa wa imani. Angalia mstari wa 6. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Hii ni kabla Kaini hajafanya jambo lolote. Bwana anamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali? Usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini ya kupasa uishinde. Huu ni ushauri wa Mungu kabla ya jambo halijatokea. Mungu anamwambia Kaini kwamba dhambi iko na inakuotea, walakini ya kupasa uishinde. Hii tunasema ni foreknowledge, uwezo wa Mungu wa kujua yale yatakayotokea kabla hayajatokea. Hukumu ya Mungu imejikita hapo katika kujua yale ambayo yatatokea kabla hayajatokea na akayatangaza kwako. Ndicho ambacho kilitokea kwa Kaini pia. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ametoka kupokea ushauri. Mungu amemwambia sasa ufanye vema, usipotenda vema dhambi iko nayo inakuotea, lakini muda huo anamwambia ndugu yake twende uwandani. Ikawa walipokuwa hapo uwandani, Kaini akamuinukia Habili nduguye akamuua. Kaini akamwangukia nduguye akamuua. Huku juu Mungu alimwambia dhambi iko nayo inakuotea. Huku amemuua. Utasema ni Mungu ambaye alimsababishia Kaini? Hapana, ni Kaini alikataa ushauri wa Mungu. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema sijui. Mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Kwa hiyo bado anaendelea kuonyesha dharau kwa Bwana. Kutokuamini. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Watu kwa kutojua matumizi ya lugha wanatumia hii mistari. Ndicho nilichokuwa nakizungumza. Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Wanakuambia damu zina sauti. Damu ina sauti. Ni matumizi ya lugha. Haya ni matumizi ya lugha. Huyu ni Musa aliyeandika. Matumizi ya lugha. Lazima uweze kuelewa matumizi ya lugha. Anaposema sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka ardhini. Sio kweli kwamba ile damu ya Habili ilikuwa inatoa sauti. Inalia. Damu ya Habili inatoa sauti. No, alikuwa anazungumza kuhusu tukio ambalo amelitenda. Huyu ndugu yake. Anasema basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Kwamba ardhi imelaaniwa kwa nini ilifumbua kinywa ikapokea damu ya Habili? Ni matumizi ya lugha. Kwamba Mungu amekasirika kwa nini ardhi ilikunywa, kwamba ile damu isingezama chini ya ardhi, ingeelea tu pale juu, ardhi isingelaaniwa. Ni matumizi ya lugha ambayo lazima uweze kuelewa kwamba ardhi haitakuwa tena vile kama ilivyokuwa kwa sababu ya kile ambacho umekifanya. Ni matokeo ya dhambi ulioifanya. Kwa hiyo ardhi haitafanya vile tena kama ambavyo ilitakiwa iwe. Kwamba kwa sababu umetenda dhambi, mambo hayatakuwa kawaida tena. Kuna kitu kigeni tayari kimeingia kwako. Mambo hayatakuwa kama yalivyokuwa. Haya ni matumizi ya lugha. Ukijua matumizi ya lugha utaepusha maombi yasiyo na msingi, kwamba unaomba kwa ajili. Kuna mtu mmoja jana nilikuwa namsikiliza, ambaye watu wachukue udongo wachanganye sijui na kitu gani waweze kuomba, kwa sababu amesoma katika Yeremia. Kuna namna sijui Yeremia alichukua udongo, anasema kama vitu alivisemea kwenye udongo lazima uchukue udongo, na sisi tunaongea katika udongo. Vitu alivisemea katika hewa
tunavisemea na sisi katika hewa. Huo ni uganga wa kienyeji. Ni kwa sababu wameshindwa kutafsiri matumizi ya lugha. Wameshindwa kutafsiri matumizi ya lugha, wamechukua vitu kama vilivyo, wanafanya uganga makanisani. Wanafanya uganga makanisani. Kwa hiyo lazima uweze kuelewa. Kwa hiyo hukumu ya Mungu ni ya haki. Mfano ni katika huyu ndugu. Kwa hiyo anasema hivi. Mungu anamwambia utakapoilima ardhi, haitakupa mazao yake. Utakuwa mtolo na mtu asiye na kikao duniani. Haya ni matokeo. Sio kwamba Mungu ndiye atakayekuwa anamfanya huyu mtu awe mtolo, ataifanya ardhi isitoe mazao. No, sio Mungu atakayefanya, ni uhalisia. Ni matokeo ya kile ambacho Kaini amekitenda. Hata Mungu asingetamka haya maneno kwa Kaini, bado ndicho ambacho kingetokea. Lakini ni upendo wa Mungu pia kwa wanadamu kuendelea kutamka kile ambacho kitatokea licha ya kwamba hakijatokea bado. Na hata kilipotokea kumpa kwamba nini utakutana nacho, ili aweze kujua nini kipo mbele yake na namna gani atakavyoweza kukabiliana na mambo yaliyo mbele yake kwa uchaguzi ambao ameufanya. Anasema Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Sio kwamba Mungu amemwadhibu. Adhabu nini? Ni matokeo ya dhambi ambayo ameifanya. Anasema imekuwa kubwa, haichukuliki. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Nitasitirika mbali na uso wako. Nitasitirika mbali na uso wako. Maana yake ni kutengana na Mungu. Kusitirika mbali na uso wa Mungu ni kutengana na Mungu kwa sababu ya dhambi. Nami nitakuwa mtolo na mtu asiye na kikao duniani. Hata itakuwa kila anionaye ataniua. Kila anionaye ataniua. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amuonaye asije akampiga. Nasema bado ni upendo wa Mungu kwa mtu ambaye ametenda dhambi wa kumhifadhi Kaini. Wa kumhifadhi Kaini dhidi ya watu waovu. Upendo wa Mungu kwa mtu ambaye ametoka kutenda dhambi. Kwa hiyo hii hukumu ya Mungu ni hukumu ya haki kwa Kaini. Kwa sababu Mungu, tunasema ni hukumu ya haki, Mungu anatangaza kile ambacho tayari kimetokea kwako. Ndio hukumu ya Mungu namna ilivyo. Kwa hiyo hukumu ya Mungu ipo mwanzo kabisa. Ambia siku utakayokula utakufa hakika. Hiyo ni hukumu ya Mungu. Mtu akila na akafa, ameingia katika hukumu ya Mungu ambayo ni hukumu ya haki. Ambayo ni hukumu ya haki. Angalia Hosea 4:6. Hosea 4:6. Hosea 4:6. Andiko pendwa kabisa. Hosea 4:6 anasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Mimi nami nitawasahau watoto wako. Hii ni hukumu ya Mungu. Hii ni hukumu ya Mungu. Anasema hawa watu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako. Kwa hiyo hawa watu kukataliwa na Mungu, kwa nini? Ni kwa sababu anasema wameyakataa maarifa. Na napozungumza kuhusu kukataa maarifa mbele za Mungu, maana yake ni kukataa kuamini. Ni kukataa kuamini kweli ya Mungu. Ni kukataa kuamini kile ambacho Mungu amefanya kwao. Kwa anasema mimi nami nitawakataa. Kwa hiyo Mungu anawakataaje? Ni kwa sababu hao watu wenyewe wamemkataa. Kwa hiyo kukataa Mungu kuwakataa watu ni kwa kusababishiwa, kwa sababu watu wamemkataa.
kwa sababu watu wamemkataa. Anasema kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Mimi nami nitawasahau watoto wako. Ni hukumu ya haki. Ni hukumu ya haki. Anaposema nitawasahau watoto wako, ni kwa sababu watakuwa wamejitenga naye, kwa sababu wameikataa sheria ya Mungu. Maana yake wameondoka, wako mbali na Mungu. Wameondoka, wako mbali na Mungu. Angalia sura ya 13. Hosea 13 mstari wa 9. Haya maeneo yote yenye giza lazima tuyaweke nuru ili uweze kuielewa tabia ya Mungu na kuelewa lugha iliyotumika. Matumizi ya lugha katika uandishi. Matumizi ya lugha katika uandishi. Ndio nasema lazima yatafsiriwe. Hosea 13 mstari wa 9 anasema, haya ndiyo maagizo yako Israeli, ya kuwa wewe ukinyume changu mimi, kinyume cha msaada wako. Anasema wewe ukinyume changu, kinyume cha msaada wako, kwamba mimi ni msaada wako, lakini wewe umeamua kuwa kinyume nami. Umeamua kuwa kinyume na msaada, umeamua kuwa kinyume na Mungu. Umeamua kuwa kinyume na Mungu. Kwa sababu umekuwa kinyume na Mungu, unapata matokeo ya kuwa kinyume na Mungu. Wanasema Mungu ni hakimu wake, kwa sababu hao watu wamekataa. Wamemkataa wenyewe Mungu. Hao watu wamemkataa wenyewe Mungu. Angalia Zaburi ya 107. Zaburi 107 mstari wa 18 hadi wa 20. Zaburi 107 mstari wa 18 hadi wa 20. Anasema nafsi zao zachukia kila namna ya chakula, wameyakaribia malango ya mauti. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Hulituma neno lake, huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Hulituma neno lake, huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Kwa hiyo hawa watu, Mungu analituma neno lake. Watu ambao watalikataa neno wataingia katika maangamizo. Tunasema ni maangamizo yao wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu wamelikataa neno. Kwa hiyo msaada wa Mungu upo katika mtu kukubali kile ambacho Mungu ameofa kwake, kile ambacho Mungu amekitoa kwake. Mtu akikataa kile ambacho Mungu amekitoa kwake, anaingia katika uharibifu, anaingia katika maangamizo yake yeye mwenyewe, anaingia katika maangamizo yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo hawa watu wameyakaribia malango ya mauti, wamejaribu wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu wamelikataa neno. Mungu analituma neno liwatoe watu katika uharibifu. Angalia mfano Petro wa pili 2:1 hadi 6. Petro wa pili 2:1 hadi 6. Je, Mungu ni hakimu wa haki? Watu wengi wameondoka makanisani kwa sababu ya kutojua tabia ya Mungu, na wamemkasirikia Mungu kwamba Mungu sio hakimu wa haki. Mungu hahukumu kwa haki. Kwa nini hakumuua yule nyoka pale bustanini dhambi iishe? Mungu ni hakimu wa haki, lazima umwelewe Mungu. Petro wa pili 2:1 hadi 6 anasema, lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyokuwako walimu wa uongo, watakaoingiza kwa uelevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Hawa watu wanajiletea uharibifu usiokawia kwa sababu gani? Kwa sababu wanamkataa Bwana. Watu wanajiletea uharibifu kwa sababu wanamkataa Bwana. Kwa hiyo uharibifu unaotokea kwa watu ni kwa sababu wao walimkataa Bwana, sio kwa sababu Bwana alitamka uharibifu kwao. Mungu ni nuru, ndani yake hakuna giza lolote. Huwezi ukatamka uharibifu kwa watu kwa kutumia jina la Mungu, kwa sababu ndani ya Mungu hakuna uharibifu. Lakini uharibifu kwa watu unatokea kwa sababu wao wenyewe wamemkataa Bwana.
Anasema na wengi watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa, na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa, ambao hukumu yao tangu zamani haikawii, wala uvunjifu wao hausinzii. Anasema hao hukumu yao haikawii, wala uvunjifu wao hausinzii. Si kwa sababu Mungu atawaharibu, ni kwa sababu wao wenyewe watakuwa wamejitenga na Bwana. Kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza, walindwe hata ije hukumu, wala
mstari wa kwanza hadi wa 10. Sema, karibuni yenye mataifa mpate kusikia, sikilizeni. Karibuni yenye mataifa mpate kusikia, sikilizeni yenye kabila za watu. Dunia na isikie, nacho kiijazacho ulimwengu na vitu vyote viutokavyo. Maana Bwana ana ghadhabu juu ya mataifa yote. Anasema Bwana ana ghadhabu juu ya mataifa yote, na hasira kali juu ya jeshi lao lote. Amewaangamiza kabisa, amewatoa waende kuchinjwa. Watu wao waliouawa watatupwa nje, na uvundo wa maiti zao utapaa juu, na milima itayeyushwa kwa damu yao. Na jeshi lote la mbinguni litafumuliwa, na mbingu zitakunjwa kama karatasi, na jeshi lao lote litanyauka kama vile jani la mzabibu linyaukavyo na kupukutika, na kama jani la mtini linyaukavyo na kupukutika. Maana upanga wangu umekunywa na kushiba mbinguni. Tazama, utashukia Edom, na juu ya watu wa laana yangu, ili kuwa hukumu. Upanga wa Bwana umeshiba damu, umenona kwa unono, kwa damu ya wanakondoo na mbuzi, kwa mafuta ya figo za kondoo waume. Maana Bwana ana dhabihu huko Bozra, machinjo makubwa katika nchi ya Edomu. Na nyati watateremka pamoja nao, na mahasai pamoja na mafahari, na nchi yao italewa kwa damu, na mavumbi yake yataoneshwa kwa shahamu. Maana ni siku ya kisasi cha Bwana, mwaka wa malipo, ili kushindania Sayuni. Na vijito vyake vitageuzwa kuwa lami, na mavumbi yake yatageuzwa kuwa kiberiti, na ardhi yake itakuwa lami iwakayo. Haitazimwa mchana wala usiku, moshi wake utapaa milele, tangu kizazi hata kizazi itakuwa ukiwa. Hapana mtu atakayepita kati yake milele na milele. Ukisoma hivi haya maandishi inaonyesha namna gani ambavyo Mungu ana hasira na hao watu. Lakini hii ilikuwa inazungumza kuhusu mataifa mawili, mataifa ya wenye haki na wasio na haki. Anazungumza kuhusu watu wanaoamini na watu wasioamini. Kwa hiyo hasira ya Mungu juu ya mataifa yasioamini, ya watu wasioamini, ni manake ni wao kujitenga na Mungu. Anasema upanga wangu umekunywa damu, ni kwa sababu wale watu wamemkataa Mungu. Kwa hiyo hasira ya Mungu na huu uovu wote unaonyesha kwamba Mungu anaufanya kwa hao watu ni kwa sababu ya Mungu kutokuwa na uwezo wa kufanya jambo lolote kwao. Sababu ya Mungu kutokuwa na uwezo wa kufanya jambo lolote kwao. Kwa hiyo ukisoma katika hivi vitabu vya Agano la Kale, lazima uelewe hiki kitu kwamba maeneo yote ambayo yanaonekana Mungu amefanya uovu kwa watu, Mungu amewaua watu, hasira ya Mungu imewaka juu ya watu, ukisoma utagundua kwamba nyuma ya hicho kitu kuna kutokuamini. Nyuma ya hilo jambo kuna kutokuamini. Ukishaona tu kuna kutokuamini, manake hasira ya Mungu katika kutokuamini ni hasira ya kusababishiwa ni kwa sababu watu wamemkataa Mungu. Ni hasira ya kusababishiwa kwa sababu watu wamemkataa Mungu. Ni uharibifu ambao umetokea kwa hao watu kwa sababu ya wao kumkataa Mungu. Uharibifu ambao umetokea kwa hao watu kwa sababu ya wao kumkataa Mungu. Anaona tunaona wakati mwingi ambapo Daudi alikuwa anaongea kuhusu maadui wa Mungu. Maadui wa Mungu mara nyingi alikuwa anazungumza kuhusu mauti. Kwa hiyo maadui wa Mungu ambao alikuwa anazungumza mauti, na hii mauti maana ni mauti ya kiroho ambayo inasababishwa na watu kutokuamini. Ni mauti ya kiroho ambayo inasababishwa na watu kutokuamini. Kwa anazungumza kuhusu maadui wa Mungu ni mauti. Haleluya. Alikuwa anazungumza kuhusu mauti ambayo inasababishwa na watu kutokuamini.
Haya, Zaburi 110 mstari wa kwanza hadi wa pili. Zaburi ya 110 mstari wa kwanza hadi wa pili. Zaburi 110 mstari wa kwanza hadi wa pili. Anasema, neno la Bwana kwa Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Bwana atainyosha toka Sayuni fimbo ya nguvu zako, uwe na enzi kati ya adui zako. Uwe na enzi kati ya adui zako. Hapa hakuwa anazungumza kuhusu kwamba hata niwafanyapo adui zako wote kuwa chini ya miguu yako, kwamba ni wanadamu. Mtu anatumia haya maandiko anafikiri kwamba Mungu atawafanya adui zake, yani wanadamu. Hakuna uadui kati ya mwanadamu na mwanadamu ambao Mungu anajihusisha nao. Huu adui hapa ambao alikuwa anasema Mungu atawafanya adui zake kuwa chini ya miguu yake, alikuwa anazungumza kuhusu Kristo kufufuka kutoka kwa wafu, ambao adui wa Kristo alikuwa anazungumza kuhusu mauti, kifo. Huyo ndio adui wa mwanadamu. Na hii mauti tunayozungumza hapa ni mauti ya kiroho. Huyu ndio adui wa Mungu. Na anasema hivi vitu vyote viwekwa kuwa chini ya miguu ya Kristo, kwa Kristo kufufuka kutoka kwa wafu. Kwa Kristo kufufuka kutoka kwa wafu. Kristo kufufuka kutoka kwa wafu. Ndicho ambacho kilikuwa kinazungumzwa hapa. Kwa anapozungumza kuhusu adui katika maandishi ya vitabu vya Agano la Kale, mara nyingi vinazungumza kuhusu mauti ambayo ni mauti ya kiroho. Kwa hiyo kama mhubiri wa Injili, usiyatumie hayo maandiko kuwafundisha watu kusali hizo sala kwamba wakiwaombea watu wengine, wanadamu wenzao, kwamba ni adui zao. No, katika Biblia haijawahi kumaanisha hivyo, kwamba mwanadamu wenzio kuwa ni adui yako, bali ni mauti. Kwa hasira ya Mungu ni lugha ya picha, ambayo ni kukosekana kwa Mungu. Ndio maana ya hasira ya Mungu. Ni lugha ya picha ambayo inamaanisha kukosekana kwa Mungu. Kwa hiyo hii metonymi ambayo tulikuwa tunaizungumza hapa, manake aliyekosea ni mwanadamu, lakini lawama anapewa Mungu. Ambaye anakuwa amekosea ni mwanadamu, lakini lawama anapewa Mungu. Angalia mfano Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa pili. Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa pili. Anasema, kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza, lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake. Anasema aliacha Uyahudi akaenda zake tena mpaka Galilaya. Mafarisayo walikuwa wanamlaumu Yesu kwamba Yesu anafanya watu wengi wanafunzi kwa kuwabatiza kwa maji. Lakini kiuhalisia mstari wa pili anasema lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake. Lawama anapewa Yesu kwamba anafanya wanafunzi wengi, anawabatiza wanafunzi wengi. Lakini kiuhalisia Yesu hakujihusisha na kumbatiza mtu yeyote yule kwenye maji. Hajawahi kumbatiza mtu yeyote kwenye maji. Hakuwahi kujihusisha na jambo hilo. Anasema ni wanafunzi wake. Na hao wanafunzi ni wanafunzi ambao walikuwa ni wanafunzi wa Yohana. Walikuwa wametoka na utaratibu wa Yohana ambao walikuja nao kwa Yesu. Wakaendelea kuwabatiza watu wengi kwenye maji. Mafarisayo wakapeleka umbea pia kwa Yohana kwamba yeye uliyembatiza anafanya watu wengi, anafanya wanafunzi wengi anawafanya wanafunzi wengi, lakini kiuhalisia Yesu hakubatiza. Kwa nini Yesu analaumiwa? Ni kwa sababu hawa walikuwa ni wanafunzi wake, ni watu ambao walikuwa karibu na Yesu. Kwa hiyo lawama anabebeshwa Yesu. Ni sawa katika familia, mtoto anaweza akatenda jambo, lawama akapewa babake, lawama akapewa baba, akachukua adhabu ya mwanae.
akachukua adhabu ya mwanawe, ni ya kusababishiwa. Ndivyo ilivyo katika Biblia. Maeneo mengi ambayo lawama amepewa Mungu ni wanadamu wametenda kosa, lawama anapewa Mungu. Mwanadamu anatenda kosa, lawama anapewa Mungu. Metanomy ni namna ya uandishi, ni namna ya uandishi ambayo inamfanya mtu mwingine kuwa muhusika wa jambo ambalo yeye mwenyewe hajalitenda. Yeye mwenyewe hajalitenda kwa mkono wake. Hajalitenda kwa mkono wake. Angalia Matendo ya Mitume 1:16 hadi 18. Matendo ya Mitume 1:16 hadi 18. Matendo ya Mitume 1:16 hadi 18. Anasema, ndugu, ilipasa andiko litimizwe alilolinena Roho Mtakatifu zamani kwa kinywa cha Daudi katika habari za Yuda aliyewaongoza wao waliomkamata Yesu, kwa sababu alikuwa amehesabiwa pamoja na sisi, akapata sehemu ya huduma hii. Basi mtu huyo alinunua konde kwa ijara ya udhalimu, akaanguka kwa kasi, akapasuka matumbo yake yote yakatoka. Akapasuka matumbo yake yote yakatoka. Anasema Yuda alinunua konde. Kiuhalisia Yuda hata haelewi kama wale ile hela ambayo alirudisha kule watu walienda kununua hilo konde la kuzikia, kwa sababu Yuda mwenyewe alikuwa amekufa. Lakini kwa nini Yuda anaonekana ndiye aliyenunua konde? Kwa sababu ile hela ambayo Yuda aliitupa, aliirudisha, wale watu wakasema hii hela ni najis, wakaitumia kununua eneo la kuzikia, eneo la makaburi, eneo la kuzikia. Kwa hiyo Yuda anaonekana alinunua konde, lakini huku kununua kwa Yuda konde ni kwa kusababishiwa, sio yeye mwenyewe ambaye alifanya. Ni namna ya uandishi, ni namna ya uandishi. Kwa hiyo usipokuwa mwelewa wa kuweza kujua lugha, matumizi ya lugha, utafikiri kwamba Yuda alienda yeye mwenyewe kununua konde la kuzikia, lakini Yuda hakwenda. Yuda hakwenda. Yuda hakwenda. Angalia Mathayo 27:5 hadi 8. Mathayo 27:5 hadi 8. Nataka uweze kunielewa katika haya matumizi ya lugha, ili uweze kuitafsiri Biblia na Biblia iwe kitabu kinachoeleweka kwako. 27 mstari wa 5 hadi wa 8. Tunaangalia hii habari ya Yuda. Anasema akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka akaenda akajinyonga. Huyu ni Yuda baada ya kumsaliti Yesu. Alipoona kwamba ni kweli Yesu anauawa, akaamua arudishe ile hela. Nafikiri Yuda alifikiri kwamba huyu jamaa atajitoa tu, atafanya muujiza, afu akaona hicho kitu hakitokei, akarudisha akajinyonga. Anasema wakuu wa makuhani wakavitwaa vile vipande vya fedha, wakasema si halali kuviweka katika sanduku la sadaka, kwa kuwa ni kima cha damu. Wakafanya shauri, wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi liwe mahali pa kuzika wageni. Kwa hiyo konde lile huitwa konde la damu hata leo. Linaitwa konde la damu hata leo. Hawa wakuu wa makuhani ndio ambao walienda kufanya huo mchakato wa kununua. Yuda hakuwepo, Yuda alikuwa amekufa, lakini ukisoma katika unabii ulikuwa unaonyesha kwamba Yuda amenunua konde la kuzikia. Yuda amenunua konde la kuzikia. Kwa nini? Kwa ile hela ambayo aliitupa. Kwa hiyo fedha aliyorudisha ilitumika kununua konde la kuzikia. Kwa hiyo Mungu analaumiwa kwa kuufanya moyo wa Farao mgumu, lakini Farao alikataa ujumbe uliopelekwa kwake. Nimesema ishara na maajabu vilikuwa ni ili Farao aweze kuachilia watu waende zao, lakini alikataa. Ishara na maajabu vilikuwa ni ili Farao aweze kuachilia watu waende zao, lakini alikataa. Angalia metanomy nyingine katika Kumbukumbu la Torati 28:68. Kumbukumbu la Torati 28:68.
28:65 anasema Bwana atakurudisha tena Misri kwa merikebu, kwa njia ambayo nilikuambia hutaiona tena popote, nanyi huko mtajiuza nafsi zenu kwa adui zenu kuwa watumwa na wajakazi, wala hapana atakaye wanunua. Mtajiuza wala hapana atakaye wanunua. Hapa anamaanisha kwamba hao watu watapoteza thamani, watakuwa hawana thamani. Sio kweli kwamba watakuwa wanaenda wanajiuza alafu hakuna wateja wanaokuja kuwanunua, lakini alikuwa anamaanisha kwamba watapoteza thamani. Hiyo ni metonymy. Ni metonymy, ni matumizi tu ya lugha ambayo mhubiri yoyote wa Injili lazima uweze kujua matumizi ya lugha. Lazima uweze kujua matumizi ya lugha. Angalia Yeremia 4:10. Yeremia 4:10. Yeremia 4:10. Yeremia 4:10 anasema, nami nikasema, Bwana Mungu, hakika umewadanganya sana watu hawa na Yerusalemu ukisema mtakuwa na amani, lakini upanga umeingia katika nafsi za watu. Huyu Yeremia anasema Bwana amewadanganya sana watu hawa. Maana yake Mungu amekuwa ni mwongo. Kwamba tutakuwa na amani lakini upanga umeingia kwenye nafsi za watu. Kwamba Mungu alitangaza kutakuwa na amani lakini hakujawa na amani, watu wameuawa. Kwa nini? Ni kwa sababu hao watu walikataa ule ujumbe ambao Mungu aliupeleka kwao. Kila kitendo cha wao kukataa ujumbe wa Mungu, wameingia katika uharibifu. Yeremia anasema Bwana umewadanganya sana watu hao. Kwa hiyo usipokuwa na uwezo wa kuelewa kwamba hii ni namna tu ya uandishi ni matumizi ya lugha katika uandishi, matumizi ya lugha katika uandishi, utasema Mungu ni muongo. Usema Mungu sio muongo, utachukua mstari wa Yeremia. Fungua Yeremia 4:10. Bwana umewadanganya sana watu hao. Umeona? Bwana aliwadanganya watu. Lakini kudanganya kwa Mungu ni kwa kusababishiwa. Udanganyifu hapa wa Mungu ni wa kusababishiwa. Udanganyifu wa Mungu ni wa kusababishiwa. Je, mstari kadhaa. Angalia Ezekieli 14:9. Ezekieli 14:9. Ezekieli 14:9 anasema, na nabii akidanganyika na kusema neno, mimi Bwana nimemdanganya nabii yule, nami nitaunyosha mkono wangu juu yake na kumwangamiza asiwe kati ya watu wangu Israeli. Mimi Bwana nimemdanganya nabii yule. Mimi Bwana nimemdanganya nabii yule. Kwa udanganyifu wa Bwana kwa nabii yule, maana yake nabii atasema jambo ambalo Mungu hakulisema. Mungu hakulisema. Mimi Mungu nimemdanganya. Mungu sio muongo. Mungu hawezi kumdanganya mtu yeyote. Mungu hawezi kufanya jambo lolote. Angalia Amos 3:6. Amos 3:6. Amos 3:6 anasema, je, tarumbeta itapigwa mjini, watu wasiogope? Mji utapatikana na hali mbaya asiyoileta Bwana. Mji utapatikana na hali mbaya asiyoileta Bwana. Manake Mungu anaonekana kwamba analeta maovu. Kwa hiyo kutakuwa kuna uovu ambao Bwana hajaufanya. Kutakuwa na uovu ambao Bwana hajaufanya. No, uovu ambao utakuwa umetokea ni kwa sababu watu wamemkataa Bwana. Uovu ambao utatokea ni kwa sababu watu watakuwa wamemkataa Bwana, sio Bwana amefanya uovu. Sio Bwana amefanya uovu. Katika Isaya 45:6-7 anasema naumba nuru na giza. Naumba nuru na giza. Ni mstari ambao tutakuja kuitafsiri zaidi katika kipindi ambacho kinakuja, lakini lazima uweze kuelewa kwamba haya ni matumizi ya lugha. Ni matumizi ya lugha kama wahubiri wa Injili, na tuko tayari kwa ajili ya kuhubiri Injili, basi lazima tuweze kujua matumizi ya lugha na kuweza kuzitafsiri ili maandiko yaweze kueleweka kwa watu na waweze kuiona tabia halisi ya Mungu. Mungu sio muovu. Mungu ni nuru, ndani yake hakuna giza, lakini hapo anasema naumba nuru na naumba giza. Kwa hiyo lazima tuvitafsiri hivi vitu vieleweke kwa watu waweze kuijua tabia halisi ya Mungu.
Haleluya, haleluya. Basi kwa leo tutakuwa tumefika mwisho. Kwa leo tutaishia hapa. Nikukaribishe katika ibada zetu ambazo zinaendelea kanisani kwetu Mbweni Masaiti, ukumbi wa klabu Belcanto. Mbweni Masaiti, ukumbi wa klabu Belcanto. Tunakuwa tuna ibada siku ya Jumanne saa 11 jioni hadi saa 1 jioni, lakini pia tunakuwa tuna tunakuwa tuna kipindi Jumanne saa 11 jioni mpaka saa 1 jioni. Tunakuwa tuna kipindi tena siku ya Alhamisi saa 11 jioni mpaka saa 1 jioni, ambapo tunakuwa tunajifunza neno la Mungu na tunakuwa tuna muda mzuri wa kuomba. Lakini pia siku ya Jumapili tunakuwa tuna ibada kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 7 mchana. Saa 4 asubuhi mpaka saa 7 mchana, Mbweni Masaiti. Karibu sana uweze kuhudhuria ibada zetu. Haleluya, haleluya. Baba, asante kwa ajili ya kipindi hiki, asante kwa ajili ya maarifa, asante kwa ajili ya somo. Watu wanaelewa, mioyo yao inatiwa nuru, wanakujua Bwana. Tabia halisi ya Mungu inaendelea kufunuliwa. Watu wanazidi kumpenda Bwana tena. Katika jina la Yesu, ninakuombea wewe uliye mgonjwa, pokea uzima katika jina la Yesu. Wewe uliye uwezi, pokea afya katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Amen.